Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, kuna mambo ambayo nahitaji kuyatolea ufafanuzi kutokana na maswali ambayo watu wanayauliza. Na watu wengine ukijaribu kuwafuatilia na kufikiria, unaweza kadhani labda hicho wanachokiongea basi kina maana, lakini kiukweli kinakuwa hakina maana yoyote. Hili ni kutokana na Ibrahim Traore, vile ambavyo tumeona akiwa Afrika, viongozi wenzake wa Afrika huwa hapeani nao mikono, ila ana ile chukua tano. Na wakati huo pia akiwa kwenye gwanda zake za kijeshi, na ndani ya gwanda za kijeshi pia akiwa amevalia bastola yake kiunoni. Tuliliona hili wakati ambapo alienda kule Ghana kwenye uapisho wa John Dramani Mahama, rais mpya wa Ghana, Januari mwanzoni mwa mwaka wa 2025, na ambapo alitembea na walinzi wake kama vile wanatembea kwenye uwanja wa vita, kumbe ni siku ya uapisho wa rais. Na tayari pale kulikuwa na marais kama 21 hivi ambao wametokea mataifa mbalimbali kwenda kumpa hongera rais mpya wa Ghana, John Dramani Mahama, aliyechaguliwa kidemokrasia. Lakini Traore aliingia pale akiwa na bunduki kiunoni, lakini pia vile vile akiwa viongozi wala anawapa tano, kasoro mwanamke mmoja tu ambaye ndo makamu wa rais kwa sasa kwa taifa hili la Ghana. Ndo alivua kofia yake, basi akasalimiana naye, alafu baadaye akavaa kofia yake, tano zikaendelea. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakisema kuwa ina maana anawadharau viongozi wenzake wa Afrika, lakini wale kule Urusi, maana tumeona juzi Urusi alipokuwa kwenye ile miaka ya 80 ya kusherehekea sikukuu za mashujaa pale viwanja vya Red Square Moscow pale nchini Urusi, na pale tunaona alikuwa hii bastola ameiweka pembeni, lakini pia gloves amevua, alafu salamu zikawa ni salamu za mikono. Kwa hiyo watu wakawa kuna watu wengine wameinua maswali kuwa hii inakuwaje? Ina maana huyu amewaamini zaidi Warusi kuliko kuwaamini wa Afrika wenzake. Ndugu zangu, sasa hapa ndio nataka nilitolee ufafanuzi hili swala, kwa sababu Afrika sio salama kwa kiongozi kama yule Ibrahim Traore. Ujue wazungu wana usemi mmoja, wanasema kumuua Mwafrika ni kazi rahisi sana, kwa sababu Afrika wenzake watakusaidia kufanya hiyo kazi. Ibrahim Traore amekuwa akipitia historia ya viongozi wengi wa Afrika, hususan wale waliokuwa na mapenzi mema sana na mataifa yao, ni kuwa wale viongozi waliuawa na wa Afrika wenzao. Yani, tunajua ni mataifa ya nje ambayo yalihusika katika mauaji ya wale viongozi wa Afrika, lakini walisaidiwa na nani kama sio viongozi wenzao? Nikupe mfano mmoja, hata hapa Tanzania tuna mfano mzuri sana. Tanzania miaka ya zamani sana kulikuwa na kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Chifu Mkwawa pale Iringa. Aliwatandika Wajerumani kuliko kawaida, alafu anatumia silaha tu za kawaida za asili. Imagine mtu anatumia mikuki na upinde na mitego tu ile ya kienyeji, lakini aliwatandika taifa ambalo lina mabomu ya kutupa kwa mkono, taifa ambalo lina bunduki. Aliwapiga taifa ambalo lina mabomu wamekuja nayo. Yani imagine, wakapigwa mpaka wakaenda kujipanga ndani ya miaka 10, ndio wakaja wakamuweza Mkwawa, lakini sio wao, ila ni kwa usaidizi wa Mwafrika mwenzake, ndio Mkwawa utawala wake ukaanguka. Tumeenda mbali sana kule kwa kina Mkwawa. Turudi hapa hii miaka tu hii Afrika hii. Twende hapo Kongo kwa Patrice Emery Lumumba. Ni nani aliyemuua kama ambaye hakusimamia yale mauaji? Alikuwa ni Sese Seko Mobutu. Ambaye ndo alikuwa pale amesimamia huyu Sese Seko Mobutu. Hebu angalia hii clip hapa. Ukiona hii clip, si unaiona? Angalia, Mobutu yuko amekaa na Lumumba anauawa. Na hawa askari wanaomkimbiza Lumumba ni askari wa Kongo ambao wamelipwa, wanafuata oda. Umeona? Kwa hiyo historia iko hivyo, na anaielewa sana Ibrahim Traore kuwa ni Waafrika wenzako ndio watakao kumaliza. Na hata anapoenda upande huu wa Urusi, kwa sababu Warusi ndio wamekuwa wakipigania sana
ukombozi wa hili bara la Afrika, hilo tusilisahau. Okay, ngoja niachane na hiyo, nitakuja kuielezea vizuri zaidi baadaye. Twende kwa kiongozi mwingine. Kiongozi mwingine ni Kwame Osagyefo Nkrumah aliyekuwa pale Ghana. Wale ambao ndo tunaita Pan-Africanist, yaani mababa wale wa ule muungano wa Kiafrika, kuwa sisi wa Afrika tunahitaji tuungane. Na mnakumbuka hata mkutano wao wa kwanza Addis Ababa pale, ambapo walikutana viongozi wengi wakina David Dacko kutokea hiyo Afrika Magharibi. Samahani kidogo ndugu zangu, ni umeme, lakini ndivyo hivyo. Tunaamini utakuja tu katikati ya njia wakati tunaendelea, lakini nafikiri mnaniona hata kama nimekuwa mweusi sana kwa sababu mwanga hauko hapa tena. Kwa hiyo naomba tuendelee tu, lakini nimuongelee huyu Kwame Nkrumah. Kwame Osagyefo Nkrumah alikuwa ndio rais wa kwanza Afrika kuchaguliwa kidemokrasia ndani ya taifa la Ghana. Kwame Osagyefo Nkrumah alichaguliwa, na baada ya Kwame kuchaguliwa kawa rais, Kwame Nkrumah alipinduliwa. Tena alipinduliwa akiwa nje ya taifa lake la Ghana. Ameenda huko Vietnam, na katika safari zake hizi za kidiplomasia huko akasikia kijana wake Emmanuel Kotoka ambaye alikuwa ni general wake, akasikia huko taifa limeshapinduliwa tayari. Kwa hiyo ikabidi kutoka kule, anaenda wapi sasa? Kwa sababu nchi imeshapinduliwa, ikabidi atoke kule aende Guinea kwa rafiki yake Ahmed Sékou Touré. Maana hao ndo walikuwa wale mababa walikuwa wanapigania uhuru wa Afrika. Alipotoka kule akaenda kwa Ahmed Sékou Touré. Alipofika kwa Sékou Touré akampa akampa kuwa yeye ni makamu wa rais. Imagine, yani mtu amepinduliwa kwenye taifa lake la Ghana, lakini anaenda Guinea kwa sababu ndio kuna rafiki yake huko. Kule akapewa kuwa makamu wa rais katika taifa hili la Guinea, kuonyesha kuwa sisi wote tuko pamoja na malengo yetu makubwa au makusudio yetu makubwa. Tungetamani sana kuiunganisha Afrika, bara la Afrika likaungana likawa kitu kimoja. Hii historia Ibrahim Traore anaijua na anaielewa vizuri zaidi. Wakina Gaddafi walisalitiwa na nani? Wakina Gaddafi hao kama sio Waafrika wenzao waliowasaliti, ambao walianza kuchukua pesa kutoka huko nje na baadaye wakaanza kudai kuwa hakuna demokrasia, kwa sababu wao wanakujaga na hiyo, yani ni mbinu ya kizamani, mbinu ya zamani mno wanayoitumia kwambia hapa hamna demokrasia, kwa tumekuja ili tuwape demokrasia. Na demokrasia yenyewe wanayoileta, nenda kaangalie hiyo demokrasia wanayosema ni demokrasia. Ndio maana bwana mmoja alisema hii sio demokrasia, ni demon class. Yani kiukweli ndivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo matokeo yake na yeye pia yakawa yako tofauti kidogo, na matokeo yake ikawa ni Gaddafi akapinduliwa, Gaddafi akauawa. Hii historia yote Ibrahim Traore anayo na anaielewa vizuri. Na kitu kikubwa cha kuvutia kidogo hapa ni kuwa wakati Gaddafi anauawa, Afrika ilikuwa imenyamaza. Viongozi wa Afrika wapo kimya, hawaongei chochote. Yani mataifa mengine yanatoka huko nje kuja kumuua kiongozi ndani ya Afrika, na Waafrika wenzake, umoja wa AU upo kimya, umenyamaza. Ndo haya Traore alikuwa anayaongea kuwa AU ni nini? AU ni kitu gani? AU wamenyamaza kimya wakati Gaddafi anauawa. Umeona? Na kitu nilichokishangaa kidogo ni kuwa mataifa haya ya Uarabuni, haya mataifa ya Waarabu, Gaddafi alikuwa anayapa pesa nyingi sana na amewachangia kwenye mambo mengi sana, lakini uwezo kaamini wakati Marekani na NATO wanapanga kuja kuwaua, hawa ndio walikuwa wa kwanza kuongoza njia kuja kumuua Colonel Muammar Gaddafi. Historia hii Ibrahim Traore anayo, na ndio maana juzi alikuwa analaumu Umoja wa Afrika upo kimya tu. Matatizo yanatokea Afrika, Umoja wa Afrika haujali chochote kile, wenyewe umekaa kimya na unaangalia tu. Kwa hiyo ndivyo vitu ambavyo sasa unakuja kugundua kwa nini Traore iko hivyo. Kwa hiyo ikabidi sasa Traore atafute washirika kutoka nje ya washirika ambao ni washirika wa kweli, na unakuja kugundua Vladimir Putin ni mshirika wa kweli, Urusi ni mshirika wa kweli. Na ukumbuke hao viongozi ambao nimekutajia baadhi kati ya wengi ambao walikuwa wanataka Afrika itoke kwenye ule ubeberu, itoke kutokana na unyonyaji wa mataifa ya magharibi, ukumbuke ni Urusi ndio aliwasaidia. Kumbuka hiyo kipindi kile cha Umoja wa Kisoviet, na Umoja wa Kisoviet ulipoanguka ndipo viongozi wengi walianza kuuawa Afrika, viongozi ambao walikuwa wao wameegemea upande wa Urusi, kwa sababu Urusi sio mnyonyaji. Urusi hana koloni lolote huko Afrika, ni propaganda zao tu watu wa magharibi. Hana koloni lolote na sio mnyonyaji huyu Urusi.
Kwa hiyo matokeo yake ni kuwa viongozi hawa wanapogeukia upande huu, wanaonekana wao ni watu wabaya. Wanaonekana kwa sababu tayari hawa ni mahasimu, yani Urusi ni hasimu wa mataifa ya magharibi. Kwa hiyo hilo ndilo maana Ibrahim Traore yuko hapo na anaangalia, ndio maana akawa analaumu magonjwa, njaa Afrika, vita Afrika vinavyotokea, ni nani anasababisha kama sio watu wa magharibi? Kwa sababu ukumbuke, watu wa magharibi wananufaika sana na migogoro ya sisi wa Afrika. Vita vinapotokea Afrika ndio kunufaika kwao. Ukiona vile wanaposema mataifa yaliyoendelea yameendelea kwa kuogelea kwenye damu za watu wengine, yani wao hawana chochote huko kwao. Ndio maana unaona wanaikazania sana Afrika. Sasa Traore pale amepiga pini, anasema rasilimali tutaziendesha wenyewe, tutachimba rasilimali zetu, tutaanzisha hazina yetu wenyewe ya benki, kuweka madini yetu. Na hapa sio kuwa tunawakataa watu wa magharibi, tunataka waje, lakini waje kama watu tunaotaka kufanya nao biashara na sio wanyonyaji. Waje kama washirika na sio kama master colonial. Maana ndivyo ambavyo Mfaransa anafanya. Ndio maana unaona ilipofika wakati ambapo haya mataifa haya hawa miamba wameyapindua, ukaona Mfaransa na waamuru ECOWAS kuwa hebu rudisheni haraka huo utawala wa kidemokrasia. Yaani Waafrika waende wakapigane na Waafrika wenzao kwa kusikia amri ya Mfaransa. Na walikuwa kweli wako hivyo. Yaani waenda kama manyumbu, yani kama ng'ombe vile, unaona. Yani hivyo, yani walikuwa wako tayari kabisa, unaona. ECOWAS wako tayari kwenda kupigana, na isingekuwa ni Putin, ECOWAS wangekuwa shawavamia wale wenzao. Haya yote mnataka Ibrahim Traore afanyeje? Yani awape mikono watu wa namna hii, wanafiki kama hawa? Mnataka Ibrahim Traore awachekee wanafiki kama waliokuwa wako tayari kumsikiliza Mfaransa alipowaambia kuwa nendeni mkarudishe utawala wa kidemokrasia pale Niger, ili mumrudishe yule rais, na walikuwa wako tayari wameorganize jeshi. Isingekuwa ni Vladimir Putin na vijana wake wale Wagner wale walipokuja hapa, na wao maana walikuwa pale Niger pale na wako pale Burkina Faso, na wakasema Nigeria tayari tumeshaipiga ramani yake, tunayo. Kwa hiyo mkijaribu kufanya chochote, basi muwe tayari kwa matokeo yatakayotokea. Sasa swali, watu wanaosema kuwa huyu mbona nawaamini sana wale kuliko viongozi wenzake wa Afrika, viongozi wenyewe ndo hao. Yani hao walikuwa wako tayari kwenda kuwaua ndugu zao kwa sababu Mfaransa amesema nendeni mkaivamie nini, mkaivamie hiyo Niger. Ni mambo ya kijinga haya, ni mambo ya kipuuzi ndugu zanguni. Tuseme tu ukweli, huu ni upuuzi. Ndio maana Traore hacheki nao. Ni hiyo ndio sababu kubwa. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, na ushukuru.